mambo ya muhimu zaidi kabla hujafanya upasuaji ambayo unatakiwa kuyafahamu, aidha rafiki yako ambaye umemwona amefanya upasuaji anatakiwa kueleze, au kama ni ndugu yako aliyofanya upasuaji huu anatakiwa pia akueleze mambo haya, ili hata kama unapoamua kwenda kufanya upasuaji ufahamu kabisa uhalisia wa mambo jinsi yalivyo, kwamba unapofanya upasuaji wa tezi dume sio kwamba itaondoka moja kwa moja. Kuna uwezekano mkubwa sana wa kurejea baadaye, kwa sababu unapofanya upasuaji unakuwa haujaondoa chanzo husika cha tatizo hili, bali unakuwa umekata uvimbe kuweza kusaidia njia yako ya mkojo kuweza kufunguka na kuweza kuondolea hizo kero za mkojo unazozipata kwa sasa. Lakini unapofanya upasuaji, uwezekano wa tendo la ndoa kwako unakuwa ni hafifu sana kuweza kufanyika, kwa sababu unaweza ukapoteza kabisa nguvu zako za kiume endapo kama upasuaji huu utaenda kugusa mshipa mkubwa wa uume. Ina maana inaweza ikasababisha mwili wako kutokuwa na uwezo wa kusimama kabisa. Lakini jambo lingine la muhimu zaidi ambalo unatakiwa kuifahamu kwamba unapofanya upasuaji huu takriban miezi 6 mpaka mwaka, hautakuwa na uwezo wa kuweza kuzuia mkojo, na maana utakuwa unavaa nepi pekee. Unapofanya upasuaji huu pia kwamba hautakuwa na uwezo wa kuweza kushiriki tendo la ndoa kwa huu muda ukiwa unauguza majeraha, kwa sababu ulikuwa ukitoa mkojo unaokuwa unaambatana na damu kutokana na ile jeraha. Endapo kama jeraha hili lisipopona kwa wakati, tunakuwa na uwezekano mkubwa sana kuweza kusababisha maambukizi mengine, hatimaye kuweza kusababisha saratani ya tezi dume. Kwa kama hujafanya upasuaji, unatakiwa pia uyafahamu haya, ili unapoenda kufanya upasuaji uwe na uhakika kwamba baada ya upasuaji haya ndio yatakayokuja kutokea. Afya yako ni uwekezaji wako, lakini kama utahitaji matibabu pasipo upasuaji kwenda kutibu changamoto yako ya tezi dume, Jeni na Afya nipo kwa ajili hiyo.